Msikilizaji, tulipoishia sehemu ya 123 ni pale ambapo Hamza alihitaji taarifa kutoka kwa Regina, taarifa ambayo Hamza alimuomba watu wa Regina waweze kufuatilia kuhusiana na sinagogu. Sasa walikuwa hapo chumbani na Hamza alimpatia chai kidogo kutoka kwa Dina ili aweze Regina kunywa kidogo, na Regi baada ya kunywa akasema kwamba Habi, hebu angalia hizo taarifa za sinagogu, sijawahi kudhania mfalme wa sinagogu kuwa ndio hiyo msichana. Basi Hamza pale alichukua laptop ile na akaangalia picha iliyokuwa ikimuonesha msichana wa kizungu. Ilikuwa ni picha ya msichana Barbara, mtoto wa tajiri Rebson. Picha hiyo pia ilikuwa imepigwa wakati wa sherehe za kiimani, na Barbara kama mfalme wa sinagogu alionekana akipokea ishara ya wito kutoka kwa waumini wake. Sasa Regi akasema kwamba kwa sasa tulichofahamu ni juu ya kambi tofauti za imani ya sinagogu, lakini kuhusu Barbara inaonekana amejificha vizuri sana. Mpaka sasa tumeshindwa kupata eneo alipo. Hamza akasema, Priscilla basi ataenda Ulaya siku chache zijazo kwa ajili ya kupokea tuzo. Nadhani napaswa kutuma mtu kwa ajili ya kumlinda kwa siri. Regi akasema kwamba hiyo ni kweli, ingawa Priscilla na damu ya Kiphoenix, ila bado hawezi kutumia nguvu zake. Hamza akasema tampigia simu mchafu na kutuma ninja kwa ajili ya hiyo kazi. Sasa wakati Hamza anaongea hivyo, Regi kuna taarifa aliona kwa Hamza, akauliza kwamba Habi, hizi nyaraka ni matokeo ya tafiti zilizotolewa kwenye Ethics kwa ajili ya kumhamisha Angel? Hamza akajibu ndio. Nimerekodi kila kitu, yani nimeandika mwenyewe kwa sababu unajua taarifa za Ethics ni nyeti mno, kwa hiyo siwezi kumpatia mtu. Kwa hiyo nimerekodi baadhi ya taarifa zenye manufaa, ingawa naweza kukariri kila kitu, ila naogopa nisije kusawatoa. Basi Regina alijikuta akimkodolea Hamza macho. Ndani ya akili yake aliweza kuona kila kitu kilichokuwa kiendelea. Aliweza kushuhudia namna Hamza alivyokuwa akihangaika usiku kucha na tarakishi akichapa, akisoma taarifa na kutafasiri kwa makini mkubwa. Ghafla tu tabasamu lijitokeza katika uso wa Regina kama vile ua lililochipuka wakati wa kiangazi na kushangaza kila mtu mwenye moyo. Hamza mara baada ya kuona tabasamu la mrembo huyo, alijikuta akimeza mate mengi na pale akauliza kwamba wife, kwa nini unaniangalia namna hiyo? Hapo ndipo tulipoishia msikilizaji. Nimetumia kama dakika 2 kuweza kukukumbusha kwa sababu ni kama siku 2-3 hivi zimepita tangu tuweze kuonana hapa kwa ajili ya simulizi ya Hamza. Tunasonga mbele, langu jina ni Lucas Lumbasi. Regina hakuongea chochote zaidi ya kusimama taratibu tu, kisha kwa upole akapitisha mkono kwenye kiuno cha Hamza. Uso wake ulikuwa umekegamia kifua cha Hamza ambacho kilikosa shati, na kisha kwa sauti ya kumtonyoka pangoni alimuita Hamza. Ingawa mwanamke huyo hakumuita Habi, aliita tu jina lake Hamza kama ambavyo amezoea hivi karibuni. Kwa jinsi jina hilo la Hamza lilivyotajwa, lilisisimua mno mwili wake. Kwa mara ya kwanza Hamza aligundua kuwa kumbe jina lake linaweza kutamkwa kwa namna ya kuvutia namna hiyo. Hamza alitikia, naamu mke wangu. Alitikia akiwa na hali ya wasiwasi. Regina alimwangalia Hamza kimahaba kwa macho yaliyolegea, kisha akaongea kwamba nadhani naanza kukupenda. Hamza aliposikia hivyo, alijikuta akitumbua macho. Ingawa alikuwa na furaha moyoni, lakini bado alikuwa amechanganyikiwa. Alishia kunyosha mkono wake tu akishika sura ya mrembo huyo, kisha kauliza kwamba kwa nini sasa hivi? Inamaanisha ulikuwa unipende? Wife, hebu acha basi kuniogopesha kiasi hicho. Penzi letu limepita uzoefu wa kifo na uhai. Mapenzi tu. Na kupenda ni kupenda. Ndio na mapenzi kwako, lakini sikupendi kwa sababu ni tofauti. Tofauti yake nini sasa? Tofauti ipo kubwa tu. Mfano, wasichana wengi wanapendelea wanaume handsome na wasanii wazuri na hata kutamka kuwapenda, lakini maanishi wana mapenzi ya kufikia kuolewa na watu hao. Kuna wanawake wengine wameolewa vile vile, lakini wakimuona msanii wanasema wanampenda, lakini bado wana mapenzi na wanaume walioolewa nao. Hivyo kupenda ni tofauti na mapenzi. Mwanzo nilijihisi nina mapenzi, yani nilijihisi na mapenzi na wewe, lakini sasa hivi nimegundua na kupenda pia. Hamza hata kama hakutaka kuelewa, ilibidi tu aelewe, lakini kwa namna fulani ni kama hakupenda jibu hilo. Nidhani unataka kusema na mimi ni handsome kama hao wasanii. Wewe ni handsome ndio. Kama sio hivyo, kwa nini wanawake wengi wanakutaka? Ni kwamba tu kwangu handsome pekee sio kipaumbele. Kama ni hivyo basi nimefeli. Aliongea Hamza kinyonge. Regina mara baada ya kuona Hamza akiwa katika hali ya unyonge, aliona inavutia zaidi. Ukweli ingawa tumeoana kwa zaidi ya mwaka sasa,
kuna muda naona ni ajabu na kama bahati mbaya kutukua pamoja, kwa sababu kila nikiangalia wewe sio aina ya mwanaume niliyoota kabisa. Ni kwamba tu muda mwingine unaonesha kunijali sana, na kila ninapokuhitaji unatokea na unanisaidia kiasi kwamba siwezi kukuacha. Hata hivyo, muda mwingine ninavyokuona ukiwa umezungukwa na watu wakubwa wa dunia na wakionyesha kukusujudia, inanifanya nijihisi mimi na wewe ni ulimwengu tofauti. Yaani kwa nini unaongea hivyo? Hutaki mimi niheshimiwe? Ama upendi nikiwa na ushawishi mkubwa kwa watu? Ukweli ni kwamba nimejitahidi sana kwa uwezo wangu kuishi maisha ya kawaida. Hapana. Kwa nini nisipende? Kadri ulivyo na mafanikio ndivyo ninavyozidi kuwa na furaha. Lakini nahisi kama vile umbali kati yetu unazidi kuongezeka zaidi na zaidi. Mara nyingi nafikiria kama isingekuwa kwa mambo mengi kutokea na Mungu asingetukutanisha kama ambavyo wanawake wa taifa lingine hukutana na wanaume wa taifa lingine, basi ingekuwa pia ngumu kwa sisi kukutana. Hamza mara baada ya kusikia hivyo, hata yeye mwenyewe alikuwa na hisia hizo. Ukweli ni kwamba hakuwahi kuwaza kuwa atakuja kumwoa Regina. Tangu mwanzo mpango wake ulikuwa ni kuja kumwoa mwanamke wa kawaida sana na kuishi maisha ya amani kati ya watu wa kawaida. Lakini sio kuoa mwanamke tajiri na mrembo kiasi cha Regina. Sababu iliyompelekea ama sababu iliyopelekea wale hao kukutana, Hamza alihisi pengine ni kwa sababu ya majaliwa au ni kwa sababu ya mwanamke yule aliyewahi kukutana naye nje ya nchi na kumkabidhi pete ya silaha. Kuna muda Hamza alihisi pengine kukutana na Regina sio bahati mbaya. Okay, kama ni hivyo, kwa nini sasa unasema unanipenda? Au ni kwa sababu ya mimi kuandika hizo taarifa? Regina alitingisha kichwa kisha akakubali na kukataa kwa wakati mmoja. Ukweli sielewi chochote alichoandika, lakini ninachoelewa ni kilichopo nyuma yake. Kilichopo nyuma yake kitu gani? Usiriazi wako, umakini wako na juhudi zako pasipo kukata tamaa. Sio kama umezidisha. Siku zote mimi nakuwa hivyo wakati wa kufanya jambo. Nikitaka kufanikisha lolote nakuwa serious. Lakini siku zote nilijua hauna unachokifanya. Uko busy kuzunguka huko na huko na kucheza na wanawake. Lakini sasa hivi uwezo wako umezidi kuwa mkubwa. Una uwezo wa kukumbuka vitu kirahisi kuliko watu wa kawaida kama sisi. Ingawa nina furaha kuwa na mume mwenye nguvu, bado inanifanya kuona kuna gap kubwa kati yangu na yako. Yaani hivi kwa nini ufikiri namna hiyo? Mimi pia nimepitia magumu mengi na kupitia kwenye uzoefu wa kifo na uhai. Nimepambana sana mpaka kufikia leo hii. Ndio maana nakupenda, yani mimi napenda kuishi kama hivi. Nikichukulia kama namna kupumzika tu. Ndio, najua umeteseka sana katika safari yako ya maisha. Lakini leo hii kwa kuona namna ambavyo umeweka juhudi kutengeneza taarifa hizi, nimegundua pia unafanya kazi kimya. Mimi nidhani nipo peke yangu nayefanya kazi kwa juhudi kwenye chumba changu cha kujisomea. Kumbe na wewe pia unafanya kazi. Hamza alishia tu kutoa pumzi za hisia. Mkono wake mmoja ulikuwa umeshikilia kiuno cha Regi na mkono wake mwingine ulikuwa umeshikilia pua ya mrembo huyo. Kwa hiyo kumbe unavutiwa na wanaume serious, ndio? Regina moyo wake ulikuwa kama kondoo aliyemwagiwa maji ya baridi. Alishia kutingisha kichwa kama vile hali ya joto ya chumba ilikuwa ikibadilika. Hamza alishia kumwangalia Regina kwa namna ya uchokozi. Wife, mimi kama mume wako na pia kama mpenzi wako, si ni sawa tu kufanya kila kitu na mimi? Wakati Hamza akiongea hivyo, mara moja mikono yake kwa utaalamu mkubwa ilianza kufungua vishikizo mbele ya kifua cha Regi. Kisha akapeleka mkono na kushikilia. Regina pumzi ilianza kumwenda kasi huku uso wake ukipata joto. Alishia kumkumbatia tu Hamza huku akipeleka mkono wake pembeni akishindwa kuangalia anachokifanya. Ingawa Regi hakutoa jibu, kwa uzoefu wa Hamza alijua jibu lake ni nini. Ukweli ni kwamba kuna mambo mengi yaliyokuwa yametokea kiasi kwamba amesahau anapaswa kupata haki kama mume. Hamza aliona kwa usiku kama huo ulimtosha kabisa kuamsha hisia za Regina na kufanikisha ndoto zake. Kwake ilikuwa ni fursa kuweza kupata tunda la Regina. Regina alishindwa kujua cha kufanya. Haikuchukua muda mrefu, miguu nayo ilikosa nguvu na kumkalia Hamza. Alikuwa na wasiwasi, lakini vile vile alikuwa na matarajio ya kile kinachokwenda kutokea baada ya hapo. Hamza mara baada ya kuona hivyo, alimnyanyua mwanamke huyo juu na kumweka juu ya kitanda, akaanza kumbusu kwa hisia kali.
Sasa ni muda huo Hamza alivyotaka kuondoa boksi yake mwilini, pale pale simu ilianza kuita Koda Dek. Hamza mwanzoni alitaka kuipotezea kwa kuizima sauti yake ya makelele, lakini macho alimsaliti na kuona jina la aliyekuwa akipiga. Alikuwa ni Asmantis, na kwa jinsi Hamza alivyomfahamu bwana huyo, ni ngumu kumpigia muda kama huo kama si swala la muhimu. Hivyo Hamza kwa na jinsi zaidi ya kupokea. Hamza akasema, "Ni tatizo Mchafu?" Sauti ya Asmantis ilikuwa tulivu, lakini imefunikwa na hasira na dhamira ya kimauaji. Asmantis akasema kwamba, "Bosi, makao makuu yetu ya Bafodil yameshambuliwa na mtu. Sidhani kama kuna mtu hata mmoja ameweza kupona." Aise, na leo tena kitumbua kimekosekana. Kitumbua tena kimeingia mchanga jamani. Yaani ile tu Hamza anapoelekea tu kinatokea jambo jamani. Hamza macho yake alicheza kwanza, na mara baada ya kuwa kimya kwa sekunde 3 pale pale alisimama. Ndio maana mnaambiwa mkianza hayo mambo yenu jamani, kumbukeni kuweka simu zenu silence. Wekeni simu zenu silent. Basi Regina ambaye alikuwa amepotelea kwenye ulimwengu wa hisia, alikuwa amesikia mwito wa simu hiyo. Kwa hiyo simu ilivyoita tayari ilimshtua akili yake. Mara baada ya kuona kubadilika kwa Hamza, airudi katika uhalisia. "Nabi." Regina aliita, lakini Hamza alimpa ishara kutokuongea. Regina alijua Hamza alikuwa akifikiria, hivyo aliishia kutingisha kichwa na kuanza kujiweka sawa. "Okay, imetokea lini?" aliuliza Hamza mara baada ya kuvuta pumzi ndefu, na Asmantis akajibu ya kwamba, "Baada ya kupokea maagizo yako, nilitaka kuwashughulikia mara moja. Hivyo ilinibidi nifanye mawasiliano kwenda makao makuu yetu, lakini ilishindwa kuunganishwa hewani kabisa. Na ndipo nilipohisi kuna kitu hakipo sawa, hivyo nikatuma mtu wa nje eneo kwenda kuangalia kinachoendelea. Matokeo yake taarifa zimerudi kuwa ndani ya makao yetu kuna mtu ameingia na kufanya mauaji, na hakuna mtu hata mmoja aliyebakia hai." Asmantis na wenzake walikuwa kisiwani Toharani, msikilizaji, wakifanya mazoezi ya kuongeza uwezo wao, hivyo ilikuwa ni ngumu kupokea taarifa kwa haraka. Sasa Hamza alishia kutoa sigara moja, akachukua kiberiti, kisha alitembea mpaka kwenye balcony, akafungua, akavuta mapafu mawili ya moshi, kisha kauliza kwamba kuna viashiria vyovyote vya kujua mhusika. Asmantis akasema, "Sihitaji kabisa kujua viashiria kwa sababu ushahidi ulioachwa unatosha kabisa kutuambia ni nani." Hamza kauliza, "Unamaanisha nini?" Asmantis akasema, "Kwa sababu damu ya miili ya waathirika katika makao makuu imenyonywa yote mpaka kukauka. Wengine pia wana alama za kung'atwa katika maeneo mbalimbali ya mwili." Aliongea hivyo Asmantis kwa sauti iliyojaa hasira sana. Hamza yeye alijikuta akibung'aa kwa muda, kisha akaongea kwa sauti ya kutokuamini ya kwamba, "Dark Council." Aliongea Hamza akimaanisha kwamba wanywa damu. Asmantis alijibu ya kwamba, "Katika ulimwengu huu siwezi kuhisi kuna watu wengine zaidi ya Strigoi wenye uwezo wa kushambulia makao makuu na kunyonya damu za watu wetu." Aliongea Asmantis. Hamza upande wake alishia kukunja sura, huku wakati mmoja akiona jambo hilo ni sahihi. Mwanzoni wakati Asmantis anaongea hivyo, alihisi moja kwa moja ni nguvu ya Armageddon Shakyamon, lakini wakati mmoja akakataa makisiwa hayo kwa kuona kwamba kama kweli ingekuwa ni Armageddon Shakyamon, basi angeshambulia moja kwa moja kisiwa chake. Msikilizaji, inapaswa kueleweka kuwa asilimia kubwa ya watu waliopo makao makuu walikuwa ni wafanyakazi tu wa kawaida. Wauaji wa kimataifa chini ya uongozi huo walikuwa wametapakaa dunia nzima. Kushambulia makao makuu ni hasara kwa Bafodil, na ni kama udhalilishaji tu, lakini bado isingemaanisha kwamba nguvu ya Bafodil imeathirika. Basi Hamza akauliza kwamba tatizo ni kwamba watu wa Baraza la Giza tunawachukulia kama marafiki zetu. Ni sisi ambao tulishambulia watu wa Baraza Takatifu na kuwapa faida watu wa Baraza la Giza, na kwa namna hiyo wao ndio tunawadai fadhila. Kwa nini sasa wametushambulia? Aliuliza hivyo Hamza, na Asmantis akajibu ya kwamba kwa sasa hata mimi nashindwa kuelewa, lakini bosi, hili swala litasambaa katika ulimwengu wa giza kwa spidi kubwa. Haijalishi watu wengine wataliangalia vipi, ila ni wazi watu wetu hawataweza kuvumilia hili na kuacha lipite. Hivyo haijalishi limefanywa na Baraza la Giza au nani, tunapaswa kufanya uchunguzi wa kina. Kitendo cha kuua ndugu zetu wengi namna hiyo na kisha kunywa damu yao ni deni linalopaswa kulipwa. Aliongea Asmantis, ingawa Hamza alikuwa na hasira moyoni. Akili yake ilimwambia swala hilo si jepesi. Hamza akasema kwamba, "Mchafu, hebu ongea na vijana wote kabla hawajafanya chochote, wasubiri mpaka nirudi na kuangalia hali ilivyo. Hakikisha wasije kurupuka. Nikiwepo mimi nitahakikisha hakuna kifo kitakachotokea hivi."
Aliongea Hamza kwa msisitizo, na Mchafu akajibu kwamba bosi, unakuja huko kisiwani? Hamza akasema kwa swala kubwa kama hili kwa nini sirudi? Asmantis akasema basi sawa, mimi nitakaa chini na kuongea na baadhi ya watu wetu kutoka matawi mbalimbali kwa kuwatuliza, maana mpaka sasa nimesikia wengi wakibishana kwa kutaka kwenda kushambulia baadhi ya wanachama wa Strigoi. Hamza akasema Mchafu, pole sana, na wewe pia upo kwenye majonzi. Aliongea Hamza. Hamza hakuwa akimaanisha wanachama pekee ambao Asmantis alipoteza, bali alikuwa akimaanisha mwalimu wake Asmantis, yani Master Vesa, ambaye alikuwa akiishi makao makuu, na pia mpwa wake. Hata kama Vesa hakuwa hatari kama alivyokuwa zamani, na sasa alijulikana zaidi kwa kutumia madawa ya kulevya na kulewa, bado haikuondoa ukweli kwamba alikuwa ni mwalimu wake. Basi Asmantis akajibu kwamba bosi, mimi ni assassin kitaaluma. Hamza akasema Mchafu, hata mimi pia nimekuwa muuaji kwa muda mrefu, lakini haijalishi nimeua wangapi, kuna sehemu na muda mioyo yetu hulainika. Asmantis akajibu, mimi niko sawa bosi. Hamza akasema kwamba basi ni vizuri kama uko sawa, nitatafuta ndege mara moja na kuja huko, haina haja ya Sali kuiandaa. Aliongea Hamza kisha akakata simu. Mara baada ya Hamza kugeuka, aliweza kumwona Reji akimwangalia kwa wasiwasi. Ilikuwa ni kama mwanamke aliyekuwa kwenye fungate na ghafla serikali inamtaka mume wake kwenda vitani. Hali ya wasiwasi na kusita ilionekana dhahiri machoni mwake. Nabii, naweza kwenda na wewe? Hamza alilazimisha tutabasamu. Kisha alinyoosha mkono wake na kuweka vizuri kibanio cha nywele kilichokuwa kikining'inia. Wife, jibu nadhani unalijua. Kwa nini unauliza tena? Regina alishakung'ata lipsi zake tu. Alijua fika kwa uwezo aliokuwa nao, kama likitokea tatizo itaishia kumuingiza Hamza mashakani zaidi. Hivyo busara ilikuwa ni kuendelea kubakia nchini. Kwanza kwa ajili ya usalama wake, na pili kwa ajili ya kusimamia binamu ili kumpatia Hamza taarifa atakazozihitaji. Hata hivyo kuona kwamba pengine Hamza anakwenda kupigana na adui mkubwa sana ilimfanya Regina kujawa na wasiwasi. Usiwe na wasiwasi. Kivipi nitokeo na tatizo kirahisi namna hiyo? Nimeona dhoruba na mke wangu, wewe si upo kwa ajili ya kunisaidia ili kuepuka kuingia sehemu mbaya, si ndio? Regina alitingisha kichwa, lakini bado kulikuwa na hali ya wasiwasi. Kwa namna fulani hivi ni kama aliogopa Hamza kuondoka. Ni kama alijua kuwa kuondoka kwa Hamza awamu hiyo ni tofauti sana na siku zingine zote. Hata hivyo Regina hakujua kwa kina hisia zake. Pengine aliliona swala hilo kwenye ndoto zake, ila hakuliona kwa wazi. Kwa utiifu mke wangu, nisubiri mpaka nirudi. Siku nikija nitatafuta eneo zuri zaidi na kufanya akili yako kuishi hewani usiku kucha. Aliongea Hamza huku akitoa kicheko cha wovu na kumfinya Regina mashavu. Regina alishia kuvimbisha tu mashavu na kumpiga Hamza kifuani, lakini hakuwa kabisa kwenye mood ya kufanya matani. Unaweza kwenda na kupanda ndege. Mimi nitakusaidia tu kufanya uchunguzi kujua nani kashambulia Bafade. Hamza alishia kutingisha kichwa kisha akaanza kutafuta nguo. Alishia kumwambia Regina awajulishe shangazi na babu, kisha akatoka moja kwa moja kuelekea uwanja wa ndege. Mara baada ya kupaa angani kwa zaidi ya masaa kadhaa, hatimaye Hamza aliingia katika anga la kisiwa chake akiwa ndani ya ndege binafsi inayomilikiwa na Regina. Muda huo anga lilikuwa angavu, na mara baada ya ndege kutua, Hamza alishuka na aliweza kumwona Sally, Asmantis, Aizo na wengine wakimsubiri, wakiwa na nyuso zenye hisia nzito. Sasa mara baada ya kundi hilo kumwona Hamza, wote walitoa heshima zao kwa kuita my prince. Hamza alijiuliza kwenye akili yake, hawa wana matatizo gani? Walishaingia kwenye vita kubwa kipindi cha nyuma, lakini hakuwahi kuwaona wakiwa na muonekano huo wa wasiwasi. Hata hivyo alishia kuwapungia tu mkono na wote wakainamisha vichwa vyao. Basi Sally akasema kwamba Prince, bro Hamza. Aliongea Sally aliyekumbuka mara ya mwisho Hamza alimtaka amuite kaka. Ndio maana mara moja alibadili maneno yake. Basi Sally akasema kwamba tumepokea taarifa kutoka kwa baraza la giza, wamemkamata Black Fog kama mfungwa. Aliongea Sally. Hamza alishindwa kujizuia. Muonekano wake ulibadilika. Akasema kwamba hilo limetokea lini?
Asmantis akasema hiyo imetokea jana. Huyu msichana alipokea mission ya A-level ya mauaji ila akafeli. Aliongea Asmantis akiwa ameinamisha kichwa chini. Na aliendelea Asmantis kuzungumza akasema ya kwamba Prince Sebastian ndiye ametuma taarifa kuwa wamemkamata jana. Kama isingekuwa kwa ajili yako bosi, huyu msichana tayari angekwisha kupoteza uhai. Hamza akasema kweli aisee, kama ni hivyo basi kwa muda inaonekana Roda hatakuwa hatarini. Aliongea Hamza huko akikunja ndita, akiona swala hilo linazidi kuchukua sura mpya. Kawaida muuaji aliyekubali mission ya daraja A ya kuua, msikilizaji. Yaani muuaji aliyekubali mission ya daraja A ya kuua akifeli anauliwa hapo hapo. Na kusingekuwa na tatizo kabisa. Hata kama watu wake wakitaka kulipiza hawaruhusiwi na sheria. Na ndio maana kabla muuaji hajakubali mission ya daraja la kwanza husainishwa kila aina makubaliano. Kwa ufupi, maisha ya muuaji yanakuwa chini ya yule anayemwagiza kwenda kuua na yule anayekwenda kumuua. Hivyo kitendo cha baraza la giza kutokumuua Black Fog na kumfunga gerezani ilikuwa tu ni heshima kubwa kwa Hamza. Ingawa Asmantis ndiye aliyemlea Roda mpaka kufikia umri aliokuwa nao, kukamatwa kwake ni kama alikuwa kwenye mikono ya Hamza. Basi Hamza akauliza kwamba inamaanisha mara baada ya kutoka Tanzania ndo alipokea hii mission ama Sali akasema kwamba itakuwa hivyo, ameshapanda kutoka nafasi ya 9 mpaka ya 6, na kama mission aliyoichukua ingekamilika angepanda mpaka nafasi ya 5 ya maninja hatari zaidi duniani. Aliongea Sali. Hamza alishia kuvuta tu pumzi ya masikitiko. Ilionekana Roda mara baada ya kutoka Tanzania alitaka kutumia kazi ya uninja kwa ajili ya kupoteza mawazo na kinyongo juu ya familia yake. Basi Asmantis akasema kwamba bosi, mwanafunzi wangu amekosa kabisa vigezo, kwa hiyo ni kama amekudhalilisha kabisa juu ya hili. Hamza alishia kumgonga Asmantis mgongoni kumfariji, akamwambia kwamba usiwe na haraka kujilaumu au kumlaumu. Hili swala si la kawaida. Basi Sali akauliza kwamba bro Hamza, na wewe pia umegundua hilo nakumbuka wakati naachia madaraka yangu ndani ya Buffalo kwenda kwa Asmantis, niliacha sheria mpya. Ya kwanza ilikuwa ni kutokuua Strigoi bila ruhusa, kwa sababu katika vita Strigoi walitusaidia sana. Mission ya daraja la kwanza na yenye kumhusisha Strigoi si mission ya kawaida. Kwa vyote vile Roda kukubali hii mission angenitaarifu mimi kwanza au master wake. Kila mmoja mara baada ya kusikia hivyo walitengisha vichwa vyao. Waliona swala hilo halikuwa kawaida ya Roda kabisa. Basi Ezo akasema kwamba lakini Prince Sebastian si mwanaume sio mwanaume wa kuongea ujinga. Kama amesema amemkamata kwa sababu alitaka kumuua Strigoi, itakuwa kweli. Inawezekana kweli Black Fog alienda kumuua Strigoi, lakini je, alijua shabaha alikuwa ni Strigoi? Basi baada ya Hamza kuuliza hivyo, Asmantis akasema kwamba bosi, unamaanisha kwamba mwajiri wa mission alificha taarifa juu ya mlengwa? Kwa sasa najaribu kukisia tu. Kwa nguvu alizokuwa nazo Roda, ukijumlisha na mbinu alizojifunza kwangu, hakuna watu wengi ndani ya baraza la giza wanaoweza kukabiliana naye. Hata kama hawezi kuua baadhi ya walio daraja la juu, ni ngumu pia kukamatwa kirahisi. Hivyo kuna uwezekano shabaha yake ilikuwa ni mtu mwenye uwezo mkubwa sana na mwenye hadhi ndani ya jamii yote ya wanadamu. Hivyo pia ni rahisi kwa Roda kutokuwa na taarifa juu ya mtu huyo kabla ya kuanza safari ya kwenda kumuua. Na matokeo yake akashtukizwa. Hamza kwa mtazamo wake aliona swala gumu sana kwa Strigoi kwa kawaida kukubaliana na Roda akitaka kumuua. Sasa kumkamata kabisa, hilo lilikuwa si jambo la kawaida. Kwa lugha nyepesi msikilizaji, ni kwamba Roda tayari alikuwa na uwezo wa juu wa kutumia nguvu ya damu yake, ile ya 100 Shadow, pasipo kupoteza nguvu. Hivyo alikuwa na uwezo ambao labda ni watu wa daraja la juu kabisa wa jamii Strigoi ndio wangeweza kumdhibiti na kumkamata. Basi Sali kwa namna kushangaa akasema kwamba lakini vile vile kuna sheria ndani ya ulimwengu wa giza inayotuongoza. Ikitokea mwajiri wa mauaji akaficha taarifa muhimu juu ya shabaha husika katika mission, basi mwajiri huyo atakuwa adui dhidi ya umoja wa kininja duniani. Kwa mantiki hiyo, inamaanisha kuna mtu amethubutu kutengeneza mission fake kwa kujihatarisha mwenyewe. Aliongea Sali kwa namna ya kushangaa.
Basi Hamza alishia kufinya macho yake kama mtu ambaye anajaribu kuchanganua mambo. Hicho kizuizi cha sheria ni kweli kina wafunga waajiri, lakini kama mwajiri mwenyewe haogopi wauaji wote duniani, basi atakuwa na uthubutu wa kutuma mtu kufanya mission fake. Mara baada ya watu hao kusikia hivyo, walijikuta wakivuta picha juu ya watu walioshambulia makao makuu ya Buffalo na kisha kunywa damu. Kufikiria tu hivyo, miili yao iliingiwa na ubaridi kama vile nadharia mbalimbali za kusadikika zilionekana kwenye fikra zao. Asasali akauliza kwamba bro, je, kuna uwezekano wa mtu kutaka kutibua uhusiano wetu na watu wa baraza la giza? Kwa sasa sina uhakika. Kwani Sebastian amesemaje? Baada ya Hamza kuuliza hivyo, Sally akajibu kwamba Prince kasema anataka kuongea na wewe na ana kwa ana, la sivyo hatumwachia Roda huru. Hiyo ni kawaida. Isitoshe ni bwana aliyeishi miaka zaidi ya 1000. Hivyo ni mwenye busara. Twende kwanza ngomeni, nitaongea naye, alijibu Hamza. Hamza aliongoza watu hao mpaka ngomeni, kisha akaingia kwenye chumba kilicho wazi cha kujisomea. Mbele ya wasaidizi wake hao, mara moja alifanya mawasiliano ya video moja kwa moja kwa Sebastian. Katika tarakishi hiyo waliweza kushuhudia eneo la chumba kilichojaa ufahari, huku Prince Sebastian akiwa amekaa kimahadhi kwenye kiti cha foronya ya ngozi. Sebastian kwa tabasamu la upole akasema kwamba long time no see Lucifer. I've been waiting for a long time. Aliongea akimwambia Hamza kuwa amemsubiri kwa muda mrefu. Mr. Prince, nimekwisha kuelezwa juu ya hili swala, hivyo sitozunguka. Baraza la giza limekuwa katika uhusiano wa kirafiki na sisi kwa muda mrefu. Sidhani kama mnaweza kuamini kirahisi kuwa tunaweza kupokea mission ya kumuua mtu wa Strigoi kwa sababu tu ya hela. Baada ya Hamza kuongea hivyo, Sebastian akasema kwamba kama nisingekuwa na imani thabiti juu ya rafiki wetu, ningeshamua Black Fog. Lakini Lucifer, watu wangu wa baraza la giza wanahitaji maelezo ya kueleweka. Black Fog hataki kutoa taarifa juu ya mwajiri wake, jambo ambalo ni sheria yake ya kikazi. Lakini napaswa kujua ni nani anayetaka kumuua shangazi yangu. Hamza alishtuka sana mara baada ya Sebastian kusema hivyo. Msikilizaji, Sebastian alikuwa ni Prince wa Strigoi. Kama hakuwa kizazi cha 6, basi alikuwa cha 5. Sasa mtu kama huyo ambaye alikuwa na umri wa zaidi ya miaka 1000, shangazi yake atakuwa na umri wa miaka mingapi? Lucifer, you may not understand that the assassin Black Fog was targeting my auntie, the Grand Duke Sophia von Brackstraat. Ingawa shangazi yangu hakupokea cheo chochote kutoka kwa familia yetu, lakini ndiye mwanamke pekee aliyebakia wa ukoo wetu. Ndio mwanaukoo pekee wa Brooks, mwenye damu safi. Babake ni assassin Stuart. Nikiongea hivi lazima utajua ukubwa hili swala. Hamza alishindwa kujizuia, mwili wake ukakakamaa, na kila mmoja aliyekuwa ndani ya ofisi hiyo alipigwa na mshangao. Hatimaye walielewa na wote walijikuta wakijiambia, pumbavu. Yaani Black Fog alikuwa akitaka kumuua mtu wa kipekee wa ukoo wa wanywa damu. Swala muhimu ni kwamba kwa kile Sebastian alichoongea, basi huyo Stuart wa kizazi cha 3 cha jamii hiyo ya wanywa damu lazima atakuwa yupo hai. Jamii ya wanywa damu ilikuwa imegawanyika katika koo 15, na katika koo hizo zote zilikuwa zikiwasujudia watu wa ukoo wa Sebastian kama vile ndio miungu wao. Hiyo yote kutokana na uwezo wao wa juu katika kila nyanja. Sio kama watu wa koo nyingine hawakuwa na uwezo mkubwa, lakini kama ambavyo binadamu wote hutofautiana uwezo wa kufikiri, ndivyo ilivyokuwa. Mfano, neno assassin ambalo huitwa huyo bwana Stuart halikuwa jina linalomaanisha muuaji wa kulipwa, bali ni neno kama mfalme tu. Asilimia kubwa Strigoi, kutokana na aina ya tabia zao na uwezo, walijipatia majina kwa njia hiyo. Mfano, huyu Stuart alipewa jina hilo kwa sababu iliaminika alikuwa na uwezo mkubwa sana wa kuua Strigoi wenzake, na inasemekana baadhi ya hata uwezo wake watu walijaribu kuundia somo kabisa na kufundishwa baina yao. Sasa mtu kama Black Fog alijaribu kwenda kumuua mtoto wa muuaji wa kale. Hiyo ni sawa na kuamsha nguvu ya mababu. Mr. Prince, hebu fikiria jua hili. Kivipi mtu wetu awe mjinga kiasi cha kutaka kumuua Grand Duke Stuart? Ni wazi kabisa hakujua taarifa juu ya shabaha yake. Aliingizwa mtegoni na mtu huyo aliyetaka kumtumia yeye ili kutuchokoza tu.
kama ilivyo kwa makao makuu yetu kushambuliwa jana na Strigoi. Sidhani kama nyinyi mnahusika. Oh, nini? Unasema makao makuu yenu ya Buffdale yalishambuliwa na wahusika ni Strigoi? Ndio. Na hakuna mtu hata mmoja aliyepona. Wote damu zao zilinyonywa. Prince, inamaanisha huna taarifa juu ya hili? Hatuna taarifa kabisa ya hili swala, na sisi watu wa familia Brooks hatujatuma jeshi lolote kwa ajili ya kulipa kisasi. Lucifer, unapaswa kuelewa baraza la giza haliogopi umoja wako wa Inferno, hivyo hatuna haja ya kudanganya. Basi ni muda huo upande wa Sebastian simu yake ilianza kuita. Aliashiria mazungumzo yasitishwe kidogo, kisha akapokea. Mara baada ya kumaliza kuongea, uso wa Sebastian ubadilika. Hamza kauliza ya kwamba Prince, nini tatizo? Lucifer, hata kama unataka kumwokoa Black Fog, hakuna haja ya kutumia njia kama hii. Kumwokoa? Nini kimetokea? Black Fog ametoroka kutoka kwenye chumba tulichomfungia na ameua watu 17 waliokuwa wakimlinda. Nini? Inawezekanaje? Inamaanisha hamkumchukua, hamkuchukua tahadhari zozote na kumwacha tu kama alivyo? Haijulikani kawezaje kuondoa pingu za mikono na vikufu vya miguu tulivyomfunga. Vyote vinatumia malighafi zisizo za kawaida. Inaonekana ametumia nguvu kuvivunja. Ni ngumu kwake kufanya hivyo kwa uwezo aliokuwa nao. Lazima kuna mtu kumsaidia. Anaongea Sebastian. Sally alishia kuangalia wenzake kwa namna ya kuwachunguza, kisha akarudisha uso wake kwenye screen. Ase Prince, naomba tuamini hatujatuma mtu yote kumwokoa. Hilo halijalishi tena. Sasa hivi watu wangu zaidi ya 17 wamekwisha kufa. Hiyo yote ni kwa sababu nilikuamini wewe Lucifer. Ndio maana nimepoteza watu. Hatujui Black Fog kakimbilia wapi. Lakini sisi kama Strigoi hatuwezi kuona damu za watu wetu zikimwagika hivi hivi. Lucifer, wewe subiri kuokota maiti ya Black Fog. Anaongea kwa hasira, kisha pale akazima mawasiliano. Hamza alijikuta akipiga meza kwa nguvu kwa hasira, huku akivuta pumzi na kuishusha. Ase, kuna yeyote kati yenu aliyemtuma mtu kumwokoa Black Fog? Aliuliza hivyo Hamza kwa sauti ya juu. Ezo akasema kwamba bosi, hatujui hata ni wapi Black Fog anashikiliwa, inawezekanaje kutuma mtu kumsaidia? Mara baada ya kuangalia nyuso za kila mmoja ndani ya eneo hilo, Hamza alivuta pumzi nyingi na kuzishusha. Hata kama nijirushe kwenye maji ya bahari sasa hivi, siwezi kutakata ni... Anaongea Hamza kwa kikunja kichwa chake. Alikuwa na hisia zilizomwambia kuwa kuna mtu anayejaribu kutengeneza ugomvi kati yake na watu wa baraza la giza. Sasa Hamza baada ya kufikiria kwa muda, pale aliinua uso wake na kuongea kwa akiwa serious zaidi. Mchafu, Munzi, haraka tini maagizo yangu. Wanajeshi wote wa Barhams na wauaji wote wa Buffdale, iwe ni kujiokoa au kukimbia kwa wakati, waambie wote watafute sehemu za kujificha. Kabla sijakamilisha uchunguzi wa hili swala kwa makini, sitaki kusikia upande wowote wa watu wetu kuwa katika mtafaruku na watu wa baraza la giza. Sitaki mpaka pale wadui wao dhidi yetu utakapoisha. Na muambieni watu wetu pia ya kwamba kujificha sio kwa sababu tunaogopa, bali ni kuepuka kutumiwa na watu kwa malengo yao na kuishia kujitoa kafara bila faida yote. Basi baada ya hayo maelezo, Asmantes na Ezo walishia kutingisha vichwa vyao, kisha mara moja waligeuka na kuondoka kwa ajili ya kuwasiliana na watu wao waliokuwa wamesambaa duniani kote. Basi Hamza akaambiwa kwamba brother Hamza, Roda si yupo hatarini? Hamza akajibu ya kwamba sio Roda tu ambaye yupo hatarini, sisi wote tupo hatarini. Sally, weka standby mifumo yote ya ulinzi wa kisiwa. Sally akajibu ya kwamba unataka kuondoka kwenda Ulaya mwenyewe kukabiliana na baraza la giza? Awamu hii adui kajipanga haswa, hivyo unapaswa kufanya uchunguzi mimi mwenyewe. Subirini taarifa kutoka kwangu. Sally akajibu ya kwamba hapana, twende wote brother, mimi siwezi kuwa mzigo kwako. Mara baada ya kufikiria kuwa Hamza anaweza kukutana na mtaalamu wa kale, Sally aliingiwa na hali ya kupaniki. Hamza aliishia kutoa pumzi ya hisia, kisha akaweka mikono yake yote kwenye mabega ya msichana huyo na kutoa tabasamu la kumtuliza. Sally, ni kweli najua huwezi kuwa mzigo kwangu. Sijapata hata muda wa kukusifia kwa namna ulivyoimarika kiuwezo. Ila ni kwa sababu wewe ndio kiini cha nguvu ya umoja wetu wa Inferno. Ndio maana nakuhitaji ubaki hapa. Kama ukienda na mimi Ulaya na watu walio wahusika kushambulia makao makuu ya Buffdale wakaja kushambulia kisiwa, nani atalinda watu waliopo hapa?
Wenzetu waliopo katika pande tofauti za dunia wataweza kujificha kwa mbinu mbalimbali, lakini watu waliopo hapa na familia zao hawezi kujificha. Sally macho yake yaliwaka. Alijua kwa hakika alichoongea Hamza ni sahihi, lakini bado alipata ugumu wa moyo. Silger, hatimaye nimeweza kukuokoa dhidi ya njama za watu wa zama za kale. Sawa, hivyo angalau unapaswa kunilipa kwa uwezo wako wote. Kama nikirudi na kukuta hili eneo limeharibiwa, nitadili na wewe. Aliongea Hamza akimfinya Sally pua yake. Sema ni kwamba tu hali ilikuwa imekosa utulivu, ila Sally muonekano wake ulikuwa hautoshi kuangaliwa tu. Ni aina fulani ya wanawake ambao ukiwaona utahisi kuwagusa. Yaani kama kwanza ni utahisi kama kuwagusa ni kama unawachafua. Hivyo unaridhika kuwaangalia tu kwa mbali. Basi Sally akasema kwamba nimekuelewa brother, mimi nitakusubiri mpaka utakaporudi na kuhakikisha hapa nyumbani panakuwa salama. Hamza alishia kutingisha kichwa na kumpatia kumbato msichana huyo. Kisha aligeuka na kutoka eneo hilo. Dakika ambayo Hamza alitoka eneo hilo, macho yake yalibadilika mara moja na kuwa ya kikazi zaidi. Basi bwana, ni ndani ya bara la Ulaya, katika moja ya mji wa Sars. Anga ilikuwa giza totoro, likifunika eneo lenye majengo ya zama za kale na kuacha uchochoro mdogo. Eneo hilo waliishi watu wa kawaida ambao uchumi wao ulikuwa wa chini kabisa. Asilimia kubwa ya nyumba za maeneo hayo zilikuwa zimeota ukungu, na hata baadhi zilikuwa zimetoka baadhi ya matofali. Barabara nazo zilizunguka eneo hilo zikiwa na mashimo makubwa na kufanya magari machache sana kufika maeneo hayo. Usiku kama huo, asilimia kubwa ya maeneo yote yalikuwa giza na yenye ukimya mkubwa. Ukichangamka tu na ukimya ambao yani ulikuwa umechanganyikana sauti za umbwa kubweka na upepo unaosumbuana na baadhi ya mapaa ambayo hayajagongelewa vizuri. Upande wa kaskazini mwa eneo hilo kiasi fulani ndio eneo ambalo lilikuwa limechangamka. Kulikuwa na hoteli ambazo zilikuwa na umri usiopungua miaka 100 na baadhi ya baa ambazo zilikuwa wazi kwa nyakati za usiku. Upande wa eneo la pembeni, katika kivuli cha mwanga wa taa, mwanamke wa kizungu wa umri kama miaka 30 hivi au 40 hivi alionekana akitapika kwa nguvu. Matapishi yake yalikuwa na nguvu kiasi cha kuchafua ukuta wa baa, huku wakati mmoja akilaani watu waliomnywesha pombe nyingi. Mwanamke huyo aliongea kwa lugha ya Kijerumani, tena ile ya lafudhi ya kizawa kabisa. Muda ule ule alipotaka kujifuta mdomo na kurudi ndani ya baa kuendelea na kunywa, mara moja aliona kivuli cha mtu kikimsogelea mbele yake na kumfanya kuinua kichwa mara moja. Alikuwa ni mwanamke mwenye weupe wa kizungu uliofifia, akiwa na nywele ndefu alizozifunga kwa nyuma, huku akiwa amevalia suruali ya jeans na sweta lenye kofia nzito iliyomficha uso. Kwa namna fulani hivi, yani alivyotokea alikuwa ni kama mzimu vile. Mwanamke aliyekuwa akitapika alishtuka bwana. Alitaka kupiga makelele kwa nguvu, lakini aliwaiwa na msichana yule na kushikwa shingo. Msichana yule alimsukumiza yule mzungu kwa kumbananisha ukutani. Bila kujali matapishi, alitumia mkono wake mwingine na kuchomoa kisu kutoka kwenye mwili wake, kisha akakiweka shingoni mwa yule mwanamke. Kutokana na mwanga wa taa za mtaa, kisu kile kiliakisi mwanga na kuonyesha udarizi wa michoro iliyochongwa kwenye kisu hicho. Basi akaambiwa ya kwamba usipige makelele, jibu maswali yangu au kufa. Aliongea msichana yule kwa Kijerumani kilichoeleweka, japo kilikosa lafudhi ya kizawa. Sasa yule mwanamke wa kizungu alikuwa katika hofu kubwa mno, kiasi cha mikono yake kuwa ya baridi. Alidhani alikuwa anaibiwa, lakini aligundua si hivyo na kumfanya kutingisha kichwa tu kwa hofu. Msichana yule macho yake yalikuwa na ukauzu sio wa kawaida. Akauliza kwamba yuko wapi mpenzi wako Frank Nagel. Sasa huyo mwanamke Mjerumani akasema kwamba wewe unamtafuta Frank? Mwanamke yule alionekana kutumbua macho. Akaambiwa kwamba jibu swali langu. Yule mwanamke akasema hata mimi sijui yuko wapi, hajanitafuta kwa siku chache pia. Na pia yule si mpenzi wangu, ni mteja wangu tu mara kwa mara, na bado namdai deni la mara ya mwisho. Msichana yule alionekana kushangaa, kama vile kutarajia mwanamke huyo kuwa muuza ngono. Basi yule msichana akasema kwamba kwa nini alikutambulisha kama mpenzi wake mara ya mwisho. Mwanamke yule wa kizungu ni kama kichwa chake kilichokuwa kimezingirwa na ulevi wa pombe kilianza kusoma channel. Mara baada ya kumwangalia kwa makini, hatimaye alimfahamu msichana aliyemwekea kisu shingoni.
Akasema kwamba wewe ni yule msichana mwenye asili ya Kijapani na Kiafrika wa siku ile uliyejitambulisha kwa jina la Odali, sio? Black Fog akajibu ndio. Black Fog alishia kutoa sauti ya aweni huku akiondoa kisu kile shingoni. Black Fog akasema kwamba nitakuacha uondoke, hivyo acha kupiga makelele na jibu maswali yangu. Basi yule mwanamke wa kizungu akasema kwamba wewe ni nani kwani? Hukuwahi kuwa afisa masoko kutoka kampuni ya kiteknolojia ya Japani? Mwanamke huyo wa kizungu alikumbuka mara ya mwisho Frank alimchukua kwenda kukutana na Black Fog na kutambulishwa kama Odali, afisa masoko wa kampuni kubwa kutoka Japani aliyekuwa nchini kwa ajili ya kazi. Ingawa makutano yao hayakuwa ya muda mrefu, lakini muonekano wa Black Fog ulikuwa ni mgumu kusahaulika katika kumbukumbu zake. Basi Black Fog akasema kwamba kuhusu mimi ni nani hilo halina umuhimu. Niambie una uhusiano gani na Frank? Na Frank mwenyewe yuko wapi sasa hivi? Na kwa nini nimeenda nyumbani anapoishi na hayupo? Basi yule mwanamke kwa maneno mengi akajibu ya kwamba Frank yupo kama hivyo. Ana wanawake wengi anaowaita wapenzi wake. Mimi simjui kiundani, kwa kazi yangu najali tu kama anatoa hela. Si kuhusu yeye ni nani. Kuhusu kutokuwa nyumbani mimi mwenyewe pia sijui. Ni mtu msidi sana ambaye mara kwa mara alisema anafanya kazi kwenye kampuni, lakini sijui ni kampuni gani. Mimi sijawahi kuamini. Ni kampuni gani inaweza kuajiri mtu mjinga kama Frank ambaye kinachomuongoza ni kichwa cha chini tu pekee. Kwa hiyo siku nyingi hata najiuliza ni hela anatoaga wapi. Black Fog akasema kwamba kama Frank hajakutafuta wewe kwa siku chache, vipi hajatafuta wengine? Basi yule mzungu akajibu ya kwamba mimi sijasikia kabisa, stoshe ni mtu wa kupotea na sisi tumemzoea hivyo. Basi Roda macho yake alijaa ukungu na mara moja aligeuka kujiandaa kuondoka, lakini kabla hata hajapiga hatua mbili yule mwanamke aliongea akasema kwamba hivi umesema ulienda kumtafuta wapi na hujampata? Roda akasema nyumbani kwake. Yule mwanamke akasema nyumbani kwake inamaanisha sio kama alikuwa akiishi hotelini. Huyu mshenzi amedanganya, kumbe alikuwa na nyumba kabisa. Aliongea yule mwanamke akilaani kwa Kijerumani, maneno ambayo baadhi Roda hakuelewa. Basi Roda akauliza kwamba unamaanisha nini? Yaani alikwambia anaishi hotelini? Aliuliza na kumfanya yule mwanamke kushtuka. Yule mwanamke akajibu ya kwamba alikuwa akinipeleka mara kwa mara hotelini na kusema ni heri kuishi hotelini kuliko kununua apartment kwa sababu ni mvivu kufanya usafi. Roda kwa wasiwasi akauliza kwamba hoteli gani na chumba gani? Yule mwanamke wa kizungu alishia kusafisha koo, kisha akamtajia Roda anwani ya hoteli na namba ya chumba. Roda au Black Fog mara baada ya kuambiwa aligeuka na kuondoka eneo hilo kwa kasi ya kufumba na kufumbua na kumfanya hata yule mwanamke kutokuona alikoelekea. Sasa Roda mara baada ya kupita mitaa miwili tu anajitokeza mbele ya hoteli ya zamani iliyokuwa na bango ambalo rangi ya maandishi yake ilikuwa ikififia. Aliposogelea upande wa madirisha ya hoteli hiyo, paka wa mabakabaka aliyekuwa amejibanza dirishani alimfokea. Roda alishia kutoa ishara tu ya kulifukuza paka lile na kuruka ndani. Mara baada ya kuona hivyo hakuchelewa. Kwa spidi kubwa aliparamia balkoni katika floor ya pili. Baada ya kuruka tena mara ya mbili, alikuja kusimama katika dirisha lingine lililoangalia upande wa magharibi. Dirisha hilo lilikuwa la chumba cha Franki, ambapo iliaminika kuwa makazi yake kulingana na maelezo ya yule mwanamke wa kizungu. Black Fog alijaribu kusukuma dirisha hilo la balkoni na kugundua lilikuwa limefungwa kwa ndani. Pale pale alichomoa waya aliokuwa nayo na kisha akauchomeka kwenye lock za dirisha lile. Ndani ya sekunde 3 tu dirisha lilifunguka. Mara baada ya kufungua, alikumbana na harufu nzito, harufu ya kitu kilichooza. Roda alishia kuziba pua zake huku akiingia ndani ya chumba hicho, akijaribu kutumia mwanga wa mwezi kuangalia mazingira ya ndani. Pale pale aliweza kuona mwili wa mtu uliokuwa umeharibika, umelala sakafuni. Macho ya Roda yalijawa na hasira. Ilionekana wazi kuna mtu aliyeua mtu huyo kwa ajili ya kuficha nyayo za uchunguzi aliokuwa akifanya. Kwa utaalamu wake, alijua bwana huyo amekufa kwa sumu. Mara moja aliamini muuaji hajafika hapo kabisa, hivyo ilikuwa ni ngumu kupata viashiria vingine. Mtu aliyekuwa hapo amefariki ni Franki. Ni muda huo alisikia sauti kali ya paka kutokea nje. Mwili wa Black Fog ulishikwa na vipele huku nywele zikimsisimka, kwa sababu alijua kupitia paka huyo lazima naye amehisi hatari. Haraka sana aliruka kwenye balkoni na kurudi chini. Lakini alipotua aliweza kuona wanaume na wanawake kadhaa waliovalia majaketi meusi
na suti nyeusi, wenye ngozi zilizopauka, wamesimama nje ya hoteli hiyo. Walimwambia kwamba Black Fog, hivi unadhani unaweza kutoroka ukubwa wa intelijensia yetu sisi baraza la giza kwa ujuzi mdogo uliokuwa nao? Msikilizaji, kundi hilo liliendelea kusogea na kutengeneza njia. Pale pale Prince Sebastian aliyekuwa na muonekano mzito usoni alisogea huku akiweka vizuri gloves za mikono yake. Mpaka hatua hiyo Rhoda alishajua alikuwa amezingirwa pande zote. Alijikuta akishusha pumzi ya kutokuwa na jinsi. Akasema kwamba nilijua ni swala la muda tu kunitafuta na kunipata, lakini sijategemea itakuwa haraka hivi. Sebastian akamjibu ya kwamba sikukuoji kwa chochote wala sikukutesa. Nilichokifanya ni kukuacha ndani ya ngome na kuweka watu kukuangalia. Lakini sikutarajia una mtu wa nje atakaye kuja kukupatia nguvu na kuua watu wangu wengi namna ile kisha kukimbia. Aliongea Sebastian. Sauti yake ilikuwa haina hata tone la masiara. Black Fog akasema kwamba Prince, sijaua kabisa watu wako. Mimi niliona tayari wameshakufa wakati natoka. Mtu aliyeua lazima atakuwa ni yule aliyeniondolea vifungo mlivyoniwekea. Aliongea Black Fog. Sebastian akauliza kwamba watu wangu wamekufa vifo vya kucharangwa na kisu unachomiliki. Unataka kusema sio style yako ya mauaji? Black Fog akasema kisu changu cha snowshell sikuwa nacho. Isitoshe mlikuwa mmenifunga mikono na miguu. Ningewezaje kutumia kisu? Black Fog alijielezea. Sebastian akasema kwa hiyo unamaanisha mtu huyo alichukua kisu chako akafanya mauaji ili kukusingizia, si ndio? Black Fog akajibu bila shaka, kila kitu kipo wazi. Sebastian akasema kama ni hivyo, niambie aliyekuokoa ni nani? Basi kuulizwa swali hilo, sura ya Rhoda ilizidi kuwa nzito. Rhoda akajibu ya kwamba kama ningejua nisingekimbia pasipo kukwambia. Mimi simjui ni nani hasa. Na njia pekee niliyoiona ni kukimbia ili kujua kweli mwenyewe. Siwezi kukwambia nani mhusika na pia siwezi kukupa ushahidi kama sishirikiani naye. Mimi nijue tu kwa namna yote msingeniachai. Basi Sebastian alicheka kicheko kikubwa. Akasema umesema kwamba ni mtu aliyekuokoa, lakini humjui ni nani? Inamaanisha hujamuona wakati akiwa anakuokoa? Rhoda akasema ni kweli sikumuona, kwani nilipoteza fahamu kabla hajaingia kunifungulia. Nilivyorejea na fahamu niligundua watu wako wote wamekwisha fariki. Kama nisingekimbia lazima mngeona mimi ndiye mhusika. Sebastian akasema unadhani mimi ni mtu wa kurupuka Kwa ushirikiano tuliokuwa nao na hadhi aliyokuwa nao Lucifer, unadhani mimi ningekuua kirahisi? Lakini ukajiokoa pasipo ruhusa yangu. Mimi kama kiongozi sina jinsi zaidi ya kuamini kuna kitu unajaribu kuficha. Rhoda akasema Prince, najua kukimbia kwangu kunanifanya nionekane kama mhusika. Lakini kama ningeendelea kubaki, nisingeweza kupata nafasi ya kuonyesha mimi sio mhusika. Sebastian akasema kwa hiyo, yani huniamini si ndio? Umesahau mimi ndiye nimekuokoa uhai wako. Rhoda akajibu najua wewe Prince ni mtu muungwana na mwenye busara na sio rahisi kutumiwa na wengine kuniua. Lakini vipi kama kuna mtu ndani ya baraza la giza anataka mimi nife? Sebastian alishia kufinya macho yake. Uso wake ulizidi kuwa wa baridi zaidi na zaidi. Dhamiri ya kuua ilionekana wazi. Sebastian akasema Black Fog, unajua unachoongea ni hatari kiasi gani? Kwa hiyo unamaanisha kwamba ni sehemu ya watu wangu aliyehusika, si ndio? Rhoda akajibu mpaka sasa sina tena pa kukimbilia. Lakini kitu pekee ninachoweza kusema kutokana na uzoefu wangu na mbinu za mtu aliyenifungua na kunifanya nipoteze fahamu ni Strigoi. Anaongea Rhoda. Macho ya Sebastian yalisita kidogo, kana kwamba alikuwa akijaribu kufikiria maneno yake. Kisha pale pale alitoa ishara ya mkono na kuongea kwa ukali akisema kwamba kill her. Muonekano wa Black Fog ulizidi kuwa serious. Hakutarajia kama Sebastian alikuwa amedhamiria kabisa kumuua. Haraka sana alikwepa pembeni akijaribu kukimbia. Hata hivyo kundi hilo la vampire lilikuwa na uwezo unaokaribiana na wake. Spidi zao pia zilikuwa kubwa na za kuzaliwa. Hivyo kitendo cha Rhoda kujaribu kusogea tu, watu wale walishapiga hatua na kumrushia wimbi la miiba ya uchawi wa damu. Rhoda alishindwa kujua namna ya kukwepa uchawi ule wa sindano za kichawi. Na alichofanya ni kujaribu kuruka kwenda juu ya balcony tena. Hata hivyo, mara moja kundi lile lilipiga hatua na kumzingira zaidi. Akili ya Rhoda ilimwambia kabisa lazima Sebastian alikuja na watu zaidi ya hao wanaoshambulia.
hivyo hata kama akijaribu kukimbia ilikuwa ni ngumu kwenda mbali. Njia pekee aliyoweza kuona inaweza kumwokoa ni kudili na Prince Sebastian. Sasa Rhoda pale pale aliangalia mpangilio wa maadui zake na aliweza kumuona Sebastian akiwa kushoto kwake. Pasipo kujiuliza mara mbili, aliamsha nguvu ya damu yake. Mwanga kama wa nyota ulitokea mara moja na kuzima, na pale pale Rhoda alifyatuka kwa spidi kubwa kutoka juu ya jengo, huku akiwa ameshikilia kisu chake akidhamiria kumkamata Sebastian. Hata hivyo, ile alipoona mafanikio yanakaribia, alihisi maumivu makali ya kichwa chake. Rhoda alijikuta kidondoka chini, huku mkono mmoja ukiwa umeshikilia kisu chake cha kininja na mwingine ukiwa umeshikilia kichwa. Maumivu yalikuwa ni makali mno. Hakutarajia kwamba Sebastian alishaelewa anachowaza na kufanya shambulizi lake la Strigoi kabla hata hajafanya yeye shambulizi. Ieleweke kwamba Sebastian alikuwa ni gwiji, hivyo uwezo wake ulikuwa ni mkubwa kuliko Rhoda. Ingawa alikuwa na spidi, hakuwa kabisa akifua dafu mbele ya Sebastian katika vita ya ana kwa ana. Kwa mtu makini kama Sebastian, mbinu ya 100 Shadow isingekuwa na maana yoyote kwake. Sebastian alitembea karibu na alipo Rhoda, kisha akasema kwamba Sofia kaniambia una spidi kubwa, hivyo nilishajiandaa muda mrefu. Akaambiwa kwamba Blackfog, umeua ndugu zangu 17 wa ukoo wa Brook. Leo nakuua, na hata Lucifer akija hatofanya chochote. Rhoda akasema nishasema Sumi. Rhoda aliongea hivyo huko akijaribu kusimama, lakini alikuwa akihisi kizunguzungu kikali. Sebastian alionekana kutokujali kabisa maneno yake. Silaha yenye muonekano wa damu ilionekana mkononi mwake. Kisha akashambulia kumlenga Rhoda. Ni sekunde ile ile silaha ilipokuwa inakaribia kukata kichwa cha Rhoda, ghafla mkono wake ulishikwa kwa nyuma kwa hali ya ajabu mno. Bwana huyu alikunja sura, hakuweza kabisa kuhisi kulikuwa na mtu aliyemsogelea kwa nyuma. Ufahamu wake wa kivita ulikuwa mkubwa mno, hivyo haraka sana akiwa na silaha ile alijaribu kuisukuma nyuma kukabiliana na huyo mtu. Hata hivyo, kabla hajafanya chochote, Sebastian alirushwa pembeni kama mtoto. Sebastian akasema, Lucifer, kwa nini uko hapa? Sebastian alijikuta akitoa kelele wa hamaki mara baada ya kugundua mtu huyo ni nani. Rhoda akajikuta akimuita Hamza akisema, bro Hamza. Machozi mengi alimtoka Rhoda. Alishadhani anakwenda kuwa kama maninja wengine tu ambao kifo cha upanga ndio mwisho wao. Hata hivyo, kutokea kwa mtu huyo mbele yake kulifanya nafsi yake kutetemeka. Hajawaza ama kutarajia hata kwenye mawazo yake kwamba kwa umbali uliopo kati ya Tanzania na mji huo, Hamza atawahi ndani ya muda na kumwokoa. Muonekano wa Hamza ulikuwa mgumu kusomeka. Ni jasho tu lilikuwa linamtoka usoni mara baada ya kuona kama angechelewa kidogo tu angeshindwa kumwokoa. Alishia kuvuta pumzi nyingi na kuzishusha, huku akimpatia Rhoda mkono. Akamwambia, vipi, hujaumia? Rhoda alishia kutingisha kichwa chake ukataa, lakini bado macho yake yaliashiria alikuwa na maswali mengi. Rhoda akasema, bro Hamza, ulijuaje niko hapa? Umeshakuwa mjinga sasa. Umesahau nilikuwa muuaji namba 1 duniani. Kama muuaji akitaka kutafuta mwajiri wake, ni lazima atumie hatua zile zile alizofikiwa. Ukijumlisha na taarifa nilizopatiwa na watu wa Jicho la Anga, haikuwa ngumu kwangu kujua ulipo. Rhoda alishangaa kwa sababu alikuwa ameficha uelekeo wake ili hata watu wa Jicho la Anga wasijue alipo. Lakini kutokana na uzoefu aliokuwa nao Hamza, ilikuwa ni rahisi kwake kufanya uchambuzi wa haraka na kujua alipo. Muda huo huo, uso wa Sebastian ulizidi kuwa mbaya na kupoteza hata ule utanashati wake. Alishia kusimama na kumwangalia Hamza kwa macho makali. Sebastian akasema kwamba, Lucifer, usiniambie unataka kuwa adui wa baraza la giza kwa sababu tu ya huyo msichana. Prince, nadhani umeshasikia. Mimi pia nipo hapa kwa ajili ya kumtafuta mwajiri wa mission hii feki. Ni wazi kabisa mission hii alipokea pasipo kujua Shabani shangazi yako. Asingeweza kubakia ndani ya mikono yako kwa sababu ingekuwa sawa na kujitoa kafara. Aliongea Hamza, na Rhoda alijaribu kujielezea tena akasema kwamba, Mr. Prince, nishakwambia kabisa sikujua shaba yangu ni nani. Kama ningejua ni Strigoi, nisingepokea mission. Maelezo niliyopewa ni kwenda kumuua mwanamke tajiri, lakini mimi sikuwa naelewa kama ni shangazi yako. Kama kweli ningejua ni shangazi yako, kwa uwezo wangu uliokuwa nao, mimi nisingekubali kufanya kitu ambacho kisingefanikiwa. Basi Sebastian akasema kwamba ni bure kuongea hivyo sasa hivi. Tayari umeshamkosea shangazi yangu, na kitendo ulichofanya kumsogelea Sofia ni kutangaza uadui na sisi watu wa baraza la giza. I say, lakini tayari handle wa hii mission amekwisha kufa, Hiyo haitoshi kutilia mashaka juu hili swala bwana.
aliongea Hamza akinyosha mkono kuelekea hotelini alikotoka Roda mwanzo. Henry msikilizaji ni dalali anayemuunganisha Ninja na mwajiri. Kwa lugha nyepesi, sio lazima Ninja kukutana na mwajiri, bali anaweza kukutana na dalali wa mission ikapokelewa. Sasa Sebastian alishia kulegeza macho yake tu. Ukweli ni kwamba ukweli huu ulikuwa ni mgumu kukubali mara moja. Hamza alipata aweni mara baada ya kuona hoteli hiyo ilikuwa ya zamani na pia Fenki alikuwa mkazi wa kudumu. Vinginevyo, mwili wake ungeshagundulika muda mrefu na kusafishwa. Hivyo mwili wake ulikuwa ushahidi. Prince, nadhani unajua wazi mtu ambaye ameua watu wako hawezi kuwa Roda, wala hawezi kuwa Hendo wake. Kwa ufupi, hana uwezo wala haja ya kuua watu wako wengi namna hiyo kwa ajili tu ya kujiokoa. Huu ni sehemu ya wanachama wa umoja wetu wa Inferno. Hana sababu yoyote ya kutengeneza ugomvi kati yako na sisi. Katika hili ni wazi alikuwa akitumika, na huyo mtu anayemtumia ndiye hatari zaidi kwako na kwangu. Aliongea Hamza. Sebastian alipatwa na wasiwasi. Muonekano wake ulikuwa wa sintofahamu. Basi Roda akasema kwamba Prince, nimesema kuna uwezekano kuwa sehemu ya watu wako na kuna mpango unaowazia. Ndio maana ya kunikamata na ulitaka haraka kuniua ili kuficha jambo, si ndio? Sebastian akasema kaa kimya, kaa kimya. Kwa nini watu wetu wafanye jambo kama hilo? Basi Hamza pale alionekana kufikiria jambo na kisha akasema kwamba tena kuhusu ile Prince. Hivi umeshafanya uchunguzi na kujua makao makuu yetu yameshambuliwa na watu wako au la? Sebastian akasema nini? Bro, makao makuu yetu yameshambuliwa ama? Hamza alitingisha kichwa na kumwambia Roda kile asichokijua. Lazima kuna kitu kinaendelea ndani ya baraza la giza. Kama sio hivyo, kwa nini makao makuu yetu yashambuliwa na Strigoi? Sebastian akajibu ya kwamba mimi unajua kila kitu kinaenda hatua kwa hatua. Lucifer, mimi nitakupa maelezo baada ya kufanya uchunguzi juu ya shambulizi hilo. Lakini swala la Black Fog linapaswa kuisha haraka iwezekanavyo. Kama hutaki kuanzisha vita na sisi, basi acha kufanya mambo kuwa magumu kwangu. Mara baada ya Seba kuongea hivyo, pale aliinua silaha yake tena na kuifunika kwa nguvu ya uchai wa damu, akimnyoshia Roda huku akisogea. Hamza mara moja alisogea mbele na kisha alimshika mkono Seba na kumzibia njia. Sebastian, unajua kabisa swala hili tunasingiziwa. Hivi kwa nini hutaki uchunguzi? Sebastian akasema kwamba Black Fog ni muuaji, huo ndio kweli. Aliongea hivyo kisha pale aling'ata meno yake na mara moja akarusha silaha ile yenye zindiko la damu kumlenga Roda. Hamza alishia kuchezesha mkono wake tu na kutuma shambulizi la kusudi, akapangua silaha ile na muda huo akampiga Prince huyo kifuani. Sebastian alirushwa mita kadhaa nyuma na kugongana na nguzo ya taa. Kabla hata hajasimama, Hamza alikwisha kusogea na kuweka kidole kwenye kifua cha Sebastian. Mchakato wote ulitokea kwa spidi mno. Hata watu hawa wa baraza la giza hawakuwa na muda wa kushtuka na kutoa msaada. Walishia kuangalia tu bila jinsi. Sasa Hamza kwa ukali akasema kwamba unapaswa kutokusogea. Kama ningetaka kukuua, ungeshakufa. Sebastian alishia kumwangalia Hamza kwa tabasamu la kulazimisha. Na Seba alishia kumwambia Lucifer ya kwamba Lucifer, inaonekana spidi yako ya kuongezeka uwezo ni kubwa mno. Sidhani kwa sasa cheo cha uguji kinakutosheleza. Prince, ni kwamba unaona kuwa na uadui na sisi Inferno ni bora zaidi kuliko kufanya uchunguzi na kujua kweli ni nini, si ndio? Ndio maana hutaki kukubali kama tusike? Aliongea Hamza. Seba hakujibu chochote. Okay, hata kama husemi, najua tayari wasiwasi wako, lakini mbele ya macho yangu siwezi kuona Roda anapata lolote. Hili swala nitalifanyia uchunguzi mimi mwenyewe na kujua kila kitu. Hii si tu kwa ajili ya kuwapa watu wangu maelezo ya kueleweka, bali pia kwa ajili ya watu wako kupata maelezo. Seba akajibu ya kwamba Lucifer, muda mwingine ukweli hauna faida yote zaidi kusababisha matatizo tu. Kwa hiyo unasema kwamba kwa kumuua Roda utakuwa umetatua tatizo linalojiandaa kutokea, si ndio? Seba macho yake alishia kucheza tu. Baada ya kimya kifupi alijibu ya kwamba labda juu ya hilo uko sahihi. Basi na tulichimbe tujue ndani wake. Hamza alishia kutabasamu na kisha alimshika mkono bwana huyo na kumsimamisha. Roda mara baada ya kuona kila kitu kipo sawa, alishia kukimbia alipo Hamza na kisha kuongea kwa hasira akasema ya kwamba nilikuwa na bahati kukimbia. La sivyo mngekwisha kuniua nyewe wanywa damu nyewe. Sababu kubwa hili kutokea ni kwa sababu kuna mtu anataka vita itokee kati yetu na nyie. Na kama nisingekubali kulaumiwa, basi mimi ningekubali kufa.
Roda akajibiwa kwamba msichana, acha kuongea kauli zako nyepesi kiasi hicho, umesikia Unajuaje kama kuna tatizo ndani ya mmoja wetu? Roda akajibu, kama isingekuwa kwa kaka Hamza kutokea mapema, ungekuwa umeshaniua muda mrefu tu. Kwa mtu kama wewe kuwa na haraka ya kufanya maamuzi, inaonekana ushajua kinachoendelea na sio swala dogo. Hamza mara baada ya kuona Roda hataki kuacha kuongea, alishia kumziba mdomo. Hey, tulia sasa. Silimeshaisha ile ama? Kama kweli ungekuwa na akili, kwa nini hukuwasiliana na sisi kwanza? Na kuja mwenyewe mpaka hapa kwa ajili ya kufanya uchunguzi? Haujajua hatari iliyopo? Hali ya majonzi ilionekana katika uso wa Roda. Alishia kuinamisha kichwa chake chini na kuongea kwa sauti ya chini akisema ya kwamba ni kwa sababu mimi ndiye msababisho wa yote. Sikutaka kuingiza wengine matatizoni. Nilitaka tu kupata ukweli kabla ya kuomba maamuzi yako. Hamza alishia kutingisha kichwa chake akiona Roda bado alikuwa na akili za kitoto. Basi Seba akauliza kwamba Lucifer, umesema sasa unataka kulifanyia hili swala uchunguzi. Unataka kuanzia wapi? Ni rahisi sana. Popote nitakapoanzia lazima nitapata hatua inayofuata. Nataka kwanza kuonana na shangazi yako. Seba alishtuka akisema kwamba shangazi nani? Sofia? Yaani unataka kumuuliza nini wakati yeye ndiye alitaka kuuliwa? Wewe mwenyewe huna shauku? Umesema mwenyewe si tu kwamba ni mwanaukoo mwenzenu, lakini vile vile nafasi yake ni zaidi ya damu yake. Swali ni kwa nini iwe Sofia na sio Shaba nyingine? Aliuliza Hamza. Sebastian akajibu ya kwamba kwa hiyo unasema kwamba sio bahati mbaya. Na vipi kama sio? Lakini shangazi ni mtu ambaye ni wapekee sana. Mtu anayependa maisha ya kawaida. Hajawahi kushughulika kabisa na baraza la giza. Ni mfanyabiashara wa kiwanda cha kutengeneza meli. Na maisha yake yanahusiana zaidi na binadamu. Hana mawasiliano wa mara kwa mara na sisi. Ni watu wachache sana ulimwenguni wanaojua kama ni uzao wa wanadamu. Ukweli ni kwamba hata baadhi ya Strigoi hawajui uwepo wake. Kwa misingi hiyo sidhani kama ni wazo sahihi kutafuta ugomvi naye. Yaani ni ugomvi ambao unaweza kuzaa uadui kati yetu. Hamza alishia kutingisha kichwa chake kwa namna ya kukubaliana na maneno ya Sebastian. Angalau kabla ya hili sikuwahi kujua pia juu ya uwepo wake na juu ya familia yenu kuwa na mtu mwenye damu safi, tena mwanamke wa kizazi cha 4. Labda kwa kuonana naye ninaweza kupata viashiria zaidi. Msikilizaji, ieleweke kwamba Strigoi ni aina ya jamii ya wanywa damu ambao ni machotara, yaani wenye damu ya binadamu na ya vampire. Naomba uelewe kabisa hilo. Ila kwa huyo Sofia ndiye pekee mwenye damu kamili ya kivampire. Basi Seba alisema ya kwamba kuonana na Sofia nina mashaka juu ya kitakachotokea. Hamza kauliza kwa nini? Au ni ngumu kuonana naye? Seba akasema sio ngumu sana, lakini ni kwamba shangazi ni wa kipekee mno. Kwa vyovyote vile siwezi kuongea zaidi, ila nakushauri kuwa makini wakati ukikutana naye. Basi Hamza alishia kushangaa tu akijiambia mtu mwenyewe ni mwanamke tu. Ni kipi cha kumfanya sasa kuwa makini nacho? Basi Seba akasema kwamba kiufupi Lucifer, kwa vyovyote vile kitakachotokea unapaswa kukumbuka Sofia ni mwanamke mwema sana na sio mwovu. Amekuwa katika mstari wa mbele kwenye kutoa misaada, akisaidia watu wengi wenye maisha duni ndani ya bara lako la Afrika. Mimi nimeshakuelewa. Hebu niambie mara moja ni wapi alipo. Kadri tunavyochelewesha hili ndivyo inavyokuwa rahisi kwa jambo lolote kumtokea. Mara baada ya jaribio la kushambuliwa aliamua kupanda meli yake ya kifahari na kuingia majini. Unapaswa kupaa mpaka meli yake ilipo kumfikia. Yuko baharini. Kwa hiyo hakutaka hata kuchunguza kwa nini alitaka kuuliwa au kuna kilichotokea. Ni ngumu kujua ni kitu gani shangazi Sofia anafikiria. Labda hajalichukulia swala hilo kwa uzito. Isitoshe maisha yake yote amekuwa mtu wa kutembea huku na kule. Aliongea Sebastian. Lakini kwa Hamza msikilizaji bado haikuwa rahisi kuelewa, hata kama ni mtu aliyepitia uzoefu wa kifo na uhai. Kama ikitokea mtu akataka kumuua, lazima kwanza atumie muda wake kufanya uchunguzi juu ya swala hilo, au ni kwa sababu huyu Sofia alijiona angeishi muda mrefu kiasi kwamba ni akofia kifo. So Hamza akiwa na maswali hayo alishia kumfuatisha Sebastian akiwa na Roda mpaka uwanja wa ndege. Ilibidi wachukue ndege iliyowapeleka mpaka kwenye uwanja wa ndege ulio karibu na fukwe za Mediterranean. Baada ya hapo walichukua ndege ya majini, yani seaplane, na kwenda baharini. Katikati ya bahari iliyofunikwa na kiza totoro, meli ya Sofia ilikuwa ikiwaka kama vile ngome, ikivutia macho. Asilimia kubwa ya matajiri walipendelea kula bata ndani ya meli na boti za kifahari. Hivyo kwa Sofia
ambaye alikuwa wa jamii ya wanywa damu na pia mfanyabiashara mkubwa wa kutengeneza meli, aliona ajitengenezee na yeye mwenyewe meli ya kifahari. Ndani ya meli hiyo kulikuwa na kasino, kumbi za sinema, bendi za muziki, kumbi za dance na kila kitu. Kulikuwa hadi na uwanja wa kucheza golf. Wakiongozwa na Sebastian, Hamza na Roda waliruka kutoka kwenye ndege ya majini na kutua juu ya deki ya meli hiyo. Hii yote ilikuwa ni kwa sababu walihakikishiwa wasingepokelewa kama wavamizi. Basi mwanaume mmoja jamii ya Strigoi mwenye sauti kali alisema kwamba Prince Sebastian, Lord Lucifer, welcome to the Countess Boat Cruise. Aliongea hivyo akiongoza wafanyabiashara kadhaa kuwapokea Hamza na wenzake. Hamza na Roda walishindwa kujizuia, wakajawa na muonekano wa ajabu mara baada ya kuona kundi hilo la watu. Mwanaume huyo aliyeongoza wafanyakazi wengine alikuwa ni Strigoi aliyebarikiwa muonekano wa kitanashati, akiwa na mwili uliojengeka vyema, lakini sasa uso wake wote ulikuwa umepambwa na poda nzito. Mashavu yake yalikuwa mekundu, nyusi zake zimechongwa vizuri na midomo yake imepakwa lipstick. Viungo vyake vyote vya mwili vilikuwa wazi na alikuwa amevalia tu boxer mwilini. Wafanyakazi wengine ambao pia walikuwa Strigoi walikuwa wamevalia mavazi ya kuogelea kama yule mwanaume mrembo. Katika shingo zao kulikuwa na mikufu iliyokuwa kama vibanio, ni kama vibango fulani vya majina, lakini havikuandikwa majina zaidi ya namba. Basi Sebastian alishia kukohoa mara mbili, akijaribu kuwaashiria Hamza na Roda wasio na wasiwasi juu ya wanachona. Basi Sebastian akasema kwamba number 1, take us to see Aunt Sophia. Aliongea Sebastian akimuita kiongozi huyo kwa jina la namba 1 na kumtaka wapeleke kuonana na Sophia. Yule mwanaume mrembo alishia kutingisha kichwa na kuambia wamfuate. Mara baada ya hapo namba 1 aligeuka na kisha akaanza kutembea kuingia ndani ya meli hiyo. Hatimaye Hamza na Roda waliweza kuelewa namba za vibango vilivyokuwa kwenye shingo zao vilikuwa ni namba za utambuzi kama wahudumu. Sasa Hamza huko akicheka akasema kwamba huyu shangazi yako inaonekana ni mtu asiyetaka usumbufu. Kwa namna hii ni rahisi kukumbuka majina yao. Sebastian akasema kwamba shangazi hana matamanio mengi, ikiwa ni pamoja na kutoa majina kwa namba. Kama ni hivyo, hizo namba zinaashiria nini? Nimeona kuna namba 1 mpaka 8, lakini namba 5 na 8 wanaonekana kuwa na nguvu zaidi. Sebastian hakutoa jibu, lakini yule mwanaume mrembo aliongozana nao ndio alijibu ya kwamba mpangilio wa namba zetu sio kwa sababu ya nguvu za kupigana. Madaraja ya namba zetu yanatokana na kiwango cha mapenzi aliyokuwa nayo bwana wetu kwetu. Basi wakati akiongea hivyo, namba 1 alizidi kuonyesha kujivunia. Jambo hilo lilimfanya Hamza na Roda kuhisi ubaridi kwenye migongo yao. Kama kauli hiyo ingetolewa na msichana mdogo pengine ingekuwa sawa, lakini kwa mwanaume ilijengeka, ilikuwa ni jambo la kushangaza. Mara baada ya kuingia ndani ya eneo la mapokezi, walipokewa na mapambo aina mbalimbali, kama vile eneo hilo ni chumba cha mfalme wa enzi za kale. Kulikuwa na taa nyingi zilizokuwa zimening'inizwa. Basi sauti ya kivivu ya mwanamke iliyokuwa na nywele za kahawia, sio kahawia bali kama vile zibadilika rangi kutokana na mwanga wa taa, ilisema kwamba Dogo Seba, kwa nini haujafanya uchunguzi juu ya muuaji na kuja ndani ya meli ya shangazi yako pamoja na huyo msichana mrembo hapa? Msikilizaji, alikuwa amevalia gauni la hariri lenye midarizi ya maua ya kipekee. Gauni hilo lilikuwa refu kiasi cha kuburuzika chini kama vile ni la harusi. Muonekano wake usoni ulikuwa kama wa mwanamke wa miaka 30 hivi. Hakuwa mrembo sana, lakini alikuwa amejaa ucheshi wa kizungu. Mwanamke huyo alikuwa na urefu wa takriban mita 1.7. Ingawa mpangilio wa uso wake ulikuwa wa mviringo, ngozi yake ilikuwa nyororo na kupitia pasua la gauni hilo ilionyesha ni kiasi gani alikuwa na uzuri wa ndani. Namba 1 mara baada ya kuona master wake amejilaza kivivu kwenye sofa, haraka sana alipiga magoti pembeni na kuanza kummasaji viungo vya miguu yake kwa utaalamu wa juu. Basi Sebastian akasema kwamba shangazi, huyu hapa ni Lucifer na amekuja kwa ajili ya kuuliza kitu. Basi Sophia alishia kumwangalia Hamza kwa macho yake ya blue kwa muda. Kisha akasema kwamba Lucifer,
kumbe huu ndio muonekano wako. Naona kuna pengo kubwa na kile nilichokuwa nikiwazia. Huna misuli ya mwili wa kutosha na pia sio handsome kivile. Black Fog mara baada ya kusikia hivyo alijikuta akiwa na hasira. Kwenye macho yake Hamza ndiye mwanaume handsome kupita wote duniani. Yaani hata Luka mfiki. Basi Roda akasema ya kwamba ni kwa sababu huoni vizuri tu. Basi shangazi Sofia alicheka akasema, we bado ni msichana mdogo. Kwanza unamjua mwanaume au bado ni bikra? Aliongea hivyo shangazi kwa kicheka. Black Fog alitaka kujibu kwa hasira, lakini alizuiliwa na Hamza. Akaambia kwamba usiwe mkorofi. Grand Duke Sofia hajajaribu kukuua, ni mtu aliyekusamehe. Aliambia hivyo Roda. Ingawa Sofia alionekana mvivu kuliko kawaida, kwa macho ya Hamza aliona alikuwa na uwezo wa juu mno kuliko hata Sebastian. Kama angejaribu kufananisha na mafunzo ya nishati, basi Sofia alikuwa katika daraja la ufunuo mkuu. Kwa namna hiyo tu, Hamza aliona kama angeamua kumuua Roda, ingekuwa rahisi sana. Hamza akiwa mdogo aliwahi kusikia Mr. Black akiongea kwamba watu wa baraza takatifu hawana nguvu kubwa ya kutisha hivyo, na kama watu wa baraza la giza wangeamua kuwashambulia kwa umakini, baraza takatifu wasingewashinda kirahisi. Sababu kubwa leo wafanya baraza la giza kutowagusa watu wa baraza takatifu ni kwa sababu si tu kwamba walimtegemea Mungu, bali pia walikuwa na support ya binadamu wengi. Kwa ufupi msikilizaji, waliona kama wangepambana na baraza takatifu, wangejiingiza kwenye vita na binadamu na ingekuwa hatari kwao, pengine kupotea kabisa kwenye uso wa dunia. Ieleweke pia walikuwa na uwezo mdogo mno wa kuzaliana. Hivyo kwao kufa kwa Strigoi mmoja, ni sawa na kufa kwa mamia ya binadamu. Kwa mwaka mmoja Strigoi mmoja anazaliwa. Mwaka mmoja. Sasa wewe piga tu kwenye nchi yako kwa siku moja watu wangapi wanazaliwa kwenye hospitali. So kwa mwaka mmoja Strigoi mmoja anazaliwa. Lakini ndani ya kipindi hicho binadamu wengi zaidi huzaliwa. Wengi vibaya mno. Sababu hiyo ndio iliyowafanya watu hao kuishi kwa kujificha kwa ajili ya kutunza nguvu zao na uhai wao. Hamza akiwa mdogo hakuwahi kuamini maneno ya Mr. Black, lakini kupitia macho yake muda huo aliona kila kitu kilikuwa kweli. Basi Sofia kwa muonekano wa uchokozi akasema ya kwamba ni kwa sababu tu ni mwembamba sana na hauna urefu wa kutosha, vinginevyo ningejumuika na wewe usiku mzima. Aliongea Sofia hivyo. Ukweli ni kwamba ingawa Sofia alionekana kama mwanamke wa kawaida wa miaka 30, walisema kwamba alikuwa ni kisukuku hai. Yaani masalia ya kale, pengine mwenye umri kuzidi sijui hata nitolea mfano gani. Nikamekula chumvi sana kaka Sofia. Kwa hiyo Hamza aliona ngoja ajiepushe mbali. Sofia, nipo hapa kwa ajili ya kukuuliza maswali machache tu. Unaweza kuuliza, lakini silazimiki kujibu kila swali. Mfano swali linalohusiana na umri wangu. Hamza alijiambia, nakuulizaje umri wako wakati pengine hata hujui una miaka mingapi? Basi Hamza alisema kwamba hakika mimi siwezi kuuliza swali lolote kushushia utu wako kama mwanamke. Aliongea Hamza kwa kicheka. Mimi nachotaka kuuliza, una mtazamo gani juu ya jaribio la kutaka kuuliwa? Unadhani ni kwa nini mtu alipanga mauaji haya kutokea? Nani ana kinyongo na wewe? Au kuna sababu nyingine zaidi? Kwa nini usimuulize huyo msichana mdogo pembeni yako? Si ndiye alitaka kuniua? Huyu kaingizwa tu mtegoni tu na mwajiri wake. Ngoja tusongelee kuhusu mambo mengine. Wewe unafikiri inawezekanaje kwa mtu kama yeye kupewa mission ya daraja A kumuua mtaalamu kama wewe? Hata kama angekuwa ninja wa daraja S, asingefanikiwa. Aliongea Hamza. Swali lake pia alikuwa anafunika kwa sifa. Sofia alichukua uzi fulani hivi mithiri ya utambi. Ni mwekundu tu hivi kama damu. Mara baada ya kung'ata, alitupa kipande kilichobakia pembeni na kisha akamwondoa yule kijakazi namba 1 asogee. Mimi sijajihusisha na masuala ya baraza la giza kwa takriban miaka 20 sasa. Hivyo sina uelewa wa kutosha juu ya kinachoendelea kwenye ulimwengu wa giza. Kama kuna mtu anataka kuniua mimi, pengine ni mshindani wa kibiashara. Kwa hiyo unaweza kufuatilia. Sidhani kama ni mshindani wa kawaida wa kibiashara, vinginevyo Prince Sebastian angeshajua hilo muda mrefu tu.
Oh. Kama ni hivyo, basi sijui chochote na hata sina matamanio ya kujua. Hamza alishia kulegeza macho yake. Kisha akauliza swali lingine. Sofia, una cheo chochote au hadhi ya kipekee ndani ya jamii ya Strigoi? Hadhi au cheo? Airudia kwa namna ya kufikiria, na mara moja alionekana kukumbuka jambo. Akaishia kugonga sofa na kucheka. Ndiyo. Hadhi gani au cheo gani? Mrembo namba moja kati ya Strigoi wote. Aliongea huku akicheka. Hamza naye alijiunga naye kucheka. Aliona ingawa mwanamke huyo ni mwenye mitego, pia alikuwa kichaa. Basi Roda akasema kwamba bro, haina haja kuendelea kuuliza bwana. Inaonekana hana anachokijua kabisa. Labda ni bahati mbaya tu kupangiwa kumuua, au labda kwa ajili ya kutengeneza ugomvi baina yetu na wao. Baada ya Roda kuongea hivyo, Sebastian akasema kwamba Lucifer, as I said, my aunt is very low key. She really doesn't have any enemies. Aliongea hivyo Sebastian akisisitiza tena kwamba shangazi yake hana maadui. Hamza alionekana kufikiria kwa muda. Kisha akatingisha kichwa na kusema kwamba labda ni kweli nilikuwa nikifikiria sana. Inaonekana njia pekee ni kurudi makao makuu na kuangalia viashiria. Kwa hiyo umetoka kote huko mpaka hapa kwa ajili ya hilo tu? Kwangu ni jaribio la kutaka kuniua tu. Kwenye maisha yangu wametokea binadamu wengi waliotaka kuniua, lakini mwishowe ni wao ndio waliokufa. Haunaongea sana. Kidogo tu nitaje umri wangu. Hamza alishakumwangalia Sofia tu, ambaye ni kama alikuwa anajiongelesha yeye mwenyewe. Kisha akamwangalia Roda na kutabasamu. Sofia, wakati Black Fog alipojaribu kukuua, kwa uwezo wako kama ungetaka kumuua isingekuwa ngumu. Kwa nini ukamwacha hai? Nimuue. Kwa nini? Ile hali anaonekana kuwa mtoto mdogo tu ambaye ametumwa tu kuua. Kama ningemuua mrembo kama huyo, si angepelekwa mwingine tu kujaribu tena. Niliona ni bora kumwachia Sebastian kufanya uchunguzi. Lakini inasikitisha, naona mpwa wangu hajapata chochote. Baada ya shangazi kuongea hivyo, Sebastian akasema kwamba auntie, nitalifanyia hili uchunguzi. Kama hakuna lingine mnaweza kuondoka mkaendelea na uchunguzi wenu. Aliongea akiwapungia mkono. Hamza muda huo alionekana kuwa katika mawazo mazito. Sorry madam kwa usumbufu. Aliongea hivyo Hamza, kisha Sebastian akasema kwamba shangazi, sisi tunaondoka. Mara baada ya wale hao kurudi juu ya deki, upepo mkali ulipuliza nyuso zao. Basi Sebastian alisema kwamba Lucifer, nishakwambia shangazi hajui chochote. Labda ni bahati mbaya tu kujumuishwa katika hili. Nadhani adui yako ambaye anataka kukopa nguvu yetu kukuletea matatizo. Anaongea Sebastian. Hamza hakujibu, lakini aliangalia uelekeo wa meli ndani ya meli akifuatisha na uelekeo walikoiacha ndege yao. Roda akauliza kwamba bro, vipi, kuna tatizo? Hamza akasema kuna tatizo, hebu turudi kwenye ndege. Watatu hao waliruka na kutua kwenye mabawa ya ndege, kisha wakaingia ndani. Baada ya hapo ndege hiyo ya majini iliogelea kwa kasi na kisha ikapaa angani. Seba akauliza kwamba Lucifer, umesema unataka kuenda makao makuu. Kama ni hivyo basi tuelekee moja kwa moja. Hata mimi pia nataka niende nikaone kama wahusika na Strigoi. Hamza akajibu hapana, tuelekee kabisa makao makuu. Tunachokifanya ni kwenda mbali na kisha kutafuta boti ambayo itatusaidia kufuatilia meli ya Sofia kwa mbali. Sebastian alikuwa kushangaa. Akasema kwamba nini? Yaani unataka kufuatilia meli ya Sofia? Kuna umuhimu wote ama? Hamza akasema wewe jua tu hivyo. Mimi nilikuwa naendelea kufuatilia speed ya meli ile kupitia kwenye ndege. Na nimegundua speed yake ni kati ya 28 knots. Aliongea Hamza. Akajibiwa kwamba kipi cha ajabu juu ya hilo? Meli ya shangazi Sofia ina speed kuliko meli za kawaida. Hamza akajibu ndio ni kawaida, lakini bado huoni kuna mgongano, Kama Sofia yupo baharini kwa ajili ya matembezi tu, kuna haja gani ya kutembea kwa spidi kubwa hivyo? Tena katika bahari ya Mediterranean usiku. Kwake yeye haijalishi amepumzika au anacheka, ila haionekani kama yupo matembezini kabisa. Ni kama vile yupo safarini. Sebastian mara baada ya kusikia maelezo hayo, hajikuta akifikiria vizuri na kuona kweli ni ajabu. Roda akauliza kwamba lakini kama kweli yupo safarini kufika mahali,
Kwa nini asitumie boti za kawaida au ndege na kuchagua meli? Kuna sababu moja tu. Hataki watu kuona ana haraka ya kufika sehemu. Hivyo anajaribu kuigiza kwenda mahali kutembea na kula bata kama ilivyozoeleka. Isitoshe, Rhoda alitaka kumuua, lakini haonyeshi kabisa kujali. Hii inamaanisha kuna swala la muhimu zaidi ya jaribio la kuuliwa. Kwangu mimi siamini kabisa kama mtu ambaye anataka kuuliwa anaweza kupanda meli pasipo kujali na kusema eti anaenda matembezini. Afu kitu kingine, ameomba tusimharibie starehe yake na tuondoke. Viashiria vyote hivyo vimenifanya kujiuliza kuna kitu anajaribu kuficha. Basi Sebastian mara baada ya kusikia hivyo, macho yake yaliwaka na mara moja alimgeukia rubani. Akasema kwamba tafuta boti yoyote yenye spidi ambayo ipo chini ya baraza letu. Faster. Msikilizaji, kwa kawaida, yani kwa watu wa baraza la giza, walikuwa na biashara nyingi zilizotapakaa pande nyingi za dunia. Hivyo ilikuwa ni rahisi kuwa na boti kwenye maji ya bahari ya Mediterranean. Ndani ya muda mfupi tu ndege hiyo ndogo ilienda kutua kwenye bandari ndogo. Hamza na Rhoda mara tu baada ya kuhamia kwenye boti ya spidi walitoka bandarini hapo na kuchukua uelekeo wa meli ile. Kutokana na operesheni hiyo kuwa ya siri, Sebastian hakutaka watu wake wa Strigoi kumfuatilia, ingawa bwana huyo alikuwa prince, alikuwa pia na ujuzi mkubwa wa kuendesha boti. Hivyo Hamza na Rhoda walikaa nyuma, huku Hamza kwa wakati mmoja akiwasiliana na Regina. Basi Kareji kakauliza kwamba Habi, mko sawa? Kupitia simu hiyo ya video, Regina aliuliza kwa wasiwasi. Hamza akamjibu ya kwamba kidogo tu niwe kwenye matatizo, ni bahati nilimpata ndani ya wakati. Alongevu Hamza akigeuzia kamera ya simu kumlenga Rhoda. Rhoda akasema kwamba dada Regina, samahani sana kwa kuwafanya kuwa na wasiwasi juu yangu. Nilikuwa na tamaa tu ya kupanda cheo kufikia top 5 na ndio maana nikafanya makosa aliyoleta matokeo haya. Baada ya Rhoda kuongea hivyo, Regi akajibu ya kwamba usijali kwa sasa, wewe pia ni muhanga katika hili. Kuna watu kwa makusudi tu wanajaribu kutuingiza matatizoni na hata usingepokea mwingine angeipokea. Basi Hamza mara baada ya kusikia hivyo, aliona lazima kuna jambo Regina anamaanisha. Hamza kuuliza kwamba wife, kuna taarifa mpya umeweza kugundua? Nilituma timu ya wachunguzi kufuatilia hatua kwa hatua na tumeweza kugundua kuna wauaji wengine ambao walitaka kupokea mission hiyo ya kumuua Sofia, lakini mwajiri aliwakataa wote kupitia handler na kumtaka dalali kumtafutia wauaji wawili kutoka Buffalo. Hata hivyo ilionekana kulikosekana maelewano, hivyo wakashindwana. Kwa ajili ya kuokoa muda ndipo ikatokea Rhoda kukubali misheni hiyo. Kwa upembuzi wote, swala hili linaonekana ni kama muuaji hakutaka kumuua Sofia, bali alichotaka ni kuvuta umakini kwamba watu wa Buffalo ndio wahusika ili kutengeneza uadui na Inferno. Dada Regina, kwa hiyo kila kitu kilikuwa ni mtego wa kutuingiza mtegoni tu. Lazima itakuwa ni madui zetu Hapana Rhoda, hapana, sidhani kama ni rahisi namna hiyo kwamba jaribio moja tu linaweza kutuingiza kwenye vita na baraza la giza. Hapana, haiwezekani. Nani? Wife, tumekutana na Sofia muda si mrefu na haonekani kabisa kutaka kulipa kisasi kwetu. Kama kweli mwajiri nia yake ni kutuingiza vitani, angechagua Strigoi mwenye hasira za karibu kama shabaha. Lakini vile vile makao yetu makuu yalishambuliwa. Kama lengo lao ni kutuingiza vitani, wasingeshambulia pande zote. Kama pande zote zimeshambuliwa, ni rahisi kwa pande zote kuona hila iliyopo na kushindwa kupigana. Tena kuhusu kushambuliwa kwa makao ya Buffalo, nimegundua taarifa nyingine, ingawa ni kupitia picha ambazo hazipo wazi sana, lakini kutokana na uchunguzi wa kimakadirio inaonekana mhusika aliyeshambulia ni mtu mmoja peke yake. Mtu mmoja? Wife, unasema kwamba mhusika ni mtu mmoja aliyeshambulia kambi nzima? Kwa taarifa tulizozipata inaonyesha hivyo, lakini haiwezi kuwa kamili. Hebu nitumie hizo picha haraka sana. Sawa, lakini ni picha tu za kamera zilizofungwa nje ya mgawa na ilikuwa ni usiku, hivyo sio za wazi sana. Hata sura tumeshindwa kuiona zaidi ya kivuli tu. Haina tatizo, wewe nitumie. Aliongea Hamza na mara moja video hiyo ilitumwa kwake. Huyo mtu mmoja ni nani msikilizaji? Tutamuona sehemu inayofuatia. Tutagundua Hamza kijana wetu lazima tu amjue, lazima amjue. Yaani mtu mmoja ndo afanye vurugu yote hiyo. Ni nani huyo msikilizaji? Tukutane sehemu inayofuata kuweza kufahamu mengi zaidi. Na hii safari ya kuweza kumfuatilia shangazi Sofia itakuwaje msikilizaji? Mdoto ulikuwa nami Lucas Lumbas, kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu atukutanisha sehemu inayofuatia. God be with you till we meet again. Bye bye.